yakijiri, wakazi wa Bisil, kaunti ya Kajiado wanaishi kwa uoga baada ya mbwa mwenye kichaa kuwavamia watu 5 na kumuua mtoto mmoja alipokuwa akielekea shuleni. Wakazi hao sasa wanazitaka idara husika kuwasaidia kuwaondolea jinamizi la mbwa hao wauaji ambao wamesababisha maafa, huku watu wengine wakiendelea kuuguza majeraha. Mike Chalo anaarifu zaidi. Kilio cha mamake Elizabeth Nyaboke, mtoto mwenye umri wa miaka 10, kinadhihirisha uchungu wa kumpoteza mwana. Alikuwa anaenda shuleni, wakapatana na mbwa kwa compound, ikamuuma. Kifo cha mtoto huyo kikitokana na shambulio la mbwa wenye kichaa ambao idadi yao inadaiwa kuongezeka eneo la Bisil, kaunti ya Kajiado. Pesa ni mingi nimetumia, wenye wanasimamia wanyama sijaona usaidizi wowote, na sasa mtoto wangu ni marehemu. Mbwa hawa wanaozurura mitaani kwa sasa wamewajeruhi watu 5, achia mbali mtoto Elizabeth Nyaboke aliyefariki kutokana na sumu ya makali ya mbwa hao walipomshambulia na kumuuma alipokuwa akielekea shuleni. Mama yake akifanya kila awezalo kugharamia matibabu yake bila mafanikio. Nimegharamika nikikimbia Nairobi kuchukua madawa kumtibu, lakini sijapata msaada wowote. Mama huyu kwa jina Jennifer Julius anachechemea kutokana na maumivu makali aliyonayo baada ya kukabiliwa na mbwa hao Ijumaa iliyopita akiwa kwenye biashara yake, wakimwacha akiwa na majeraha mabaya sawa na gharama kubwa ya matibabu ya kichaa cha mbwa anayoendelea kupokea. Nilishambuliwa na mbwa nikiwa kwa kazi yangu, nikiwa nazunguka kuuza mafruits na mbwa akaniangusha chini. Kwa sasa wakazi wa Bisil wanazitaka idara husika kuwaua mbwa hao ili kuondolea jinamizi hilo ambalo limefanya eneo hilo kutokuwa salama kwa wakubwa wala wadogo. Mimi ningetamani hizo mbwa ziweze kama zikuondolewa, maana hapa Bisil ni nyingi, zimekuwa mingi, tuko na hofu sana na hatujaona hatua yoyote imechukuliwa. Ingewezekana wale wahusika wakuje waue hizi mbwa zote. Mike Chalo, TV47.